Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri, kipindi pendwa cha Manukato ya Sifa, ambapo unapata wasaa mzuri wa kujifunza neno la Mungu mahali hapa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kuna uwezekano kabisa mkubwa wanadamu au watu ambao tuko chini ya jua kwa kipindi hiki, wengine Bwana Yesu Kristo akarudi wakiwa bado hawajaokoka. Ni kwa sababu tu ya kupuuzia injili na neno la Mungu ambalo limekuwa likihubiriwa kwa ulimwengu wote na kwa watu wote. Sikiliza, ipo hivi. Hakuna mtu yoyote au kiumbe chochote kitakachokuwa na sababu ya kujitetea mbele za Mungu katika siku ile ya hukumu. Hautakuwa na sababu yoyote, yani utakosa sababu ya kumwambia Mungu kwa nini ulipokuwa duniani hukuokoka kwa kipindi hiki. Kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 14, Yesu Kristo alisema hivi: ule mwisho hautakuja, lakini sharti kwanza injili ihubiriwe kwa mataifa yote na kwa ulimwengu wote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Na Yesu alisema ndipo habari njema za ufalme zitakapohubiriwa katika mataifa yote na ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwao. Kwa hiyo kabla Yesu hajaja na kabla unyakuo hujaja, injili itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda, ili asiwepo mtu wa kusema kwamba mimi sikusikia injili na sikuambiwa habari za kuokoka. Ukitaka kuthibitisha maneno haya ninayokuambia, soma kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 14. Ndipo habari njema za ufalme wa Mungu zitakapohubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda kwao. Hakuna sehemu ambayo injili haitofika. 90% injili imehubiriwa karibia ulimwenguni kote na kila kiumbe kimesikia injili. Kila sehemu injili ya Yesu Kristo imehubiriwa na bado inaendelea kuhubiriwa. Kwa hiyo injili itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa kila mtu na kwa kila kiumbe na kwa watu wa dini zote, lugha zote na kabila zote, ili kwamba waamini kwamba injili ilihubiriwa. Kwa hiyo hakutakuwa na mtu au hakutakuwa na sababu ya kusema kwamba mimi sikusikia injili wakati inahubiriwa. Injili inahubiriwa katika mitandao, injili inahubiriwa kwenye social media, injili inahubiriwa kila mahali, makanisani, barabarani, injili inahubiriwa. Kwa hiyo hakuna mtu yote atakayekuwa na sababu ya kusema kwamba wakati injili inahubiriwa mimi sikusikia na mimi sikuelewa. Kwa hiyo habari njema za ufalme wa Mungu, uamsho, ni ishara kubwa kabisa ya mwisho kabisa ya unyakuo na kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Lazima kwanza, kabla hilo jambo halijatokea, lazima uamsho wa neno la Mungu kuhubiriwa katika mataifa yote. Sasa hii injili ninayozungumzia hapa sio injili hii ya uongo ya mitume na manabii. Itakuwa ni injili pure, injili ambayo haijachakachuliwa, injili ambayo haina uongo ndani yake. Itakuwa ni injili ambayo imebeba lengo la kuitakasa kanisa. Mungu ataruhusu uamsho wa mwisho ambao utakuja, utakao litakasa kanisa. Kanisa litatakasika, kanisa litauishwa tena upya, litakuwa na utakatifu ili kuruhusu unyakuo. Maana neno la Mungu linasema kwamba Yesu alisema kwamba watu wote ambao Baba amenipa hawatapotea mikononi mwangu. Kwa hiyo kabla ya unyakuo lazima uamsho utakuja, injili itahubiriwa ya utakatifu na watu watalisikia neno la Mungu. Wapo watakaoamini na kubatizwa na kuokoka, wapo watakaokataa na kupuuzia na kuona kwamba hakuna umuhimu wa kuokoka, kwa maana neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana uamsho ukaja, Mungu akamimina uamsho wa utakaso na utakatifu ulimwenguni, na bado wengine wakapuzia na wakapinga, na wengine wakakataa kupokea neema hii ya wokovu ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatuletea sisi, ili kwamba tutakaswe, ili kwamba tukumbuke ni wapi tulipoanguka, ili tukamrudie huyu Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo uwezekano mkubwa sana wa watu wengi kuachwa na unyakuo utakuwepo endapo tu hawatakubali kulipokea hilo neno, hawatakubali kumpa Yesu Kristo maisha yao au kumrudia Bwana kuwa na mwokozi wa maisha yao. Hiyo inaweza kuwa ni sababu kubwa ya watu wengi kubaki, lakini wewe utakapokubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, ni lazima kwamba utakuwa miongoni mwa watu ambao watakaonyakuliwa, na hauwezi ukaachwa kwa sababu umekubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Sasa kitu kingine ni nini? Kitu kingine ni kwamba huo uamsho au hizo habari njema za ufalme wa Mungu
litahubiriwa kwa mataifa yote. Kuna uamsho utakuja, sio sasa hivi. Upo uamsho ambao utakuja na kila mtu ataona na kila sikio litasikia na kila mtu chini ya jua ambaye atakao chini ya jua ni lazima ataisikia hiyo Injili na atasikia hizo habari njema za ufalme wa Mungu ambazo zimehubiriwa. Sasa mimi na wewe hatujui huo uamsho utaachiliwa na wakati gani, lakini utaachiliwa na kila mtu atasikia. Kila kiumbe, kila sehemu za ulimwengu huu watasikia hizo habari njema za ufalme wa Mungu za Yesu Kristo zikuhubiriwa, ili iwe ushuhuda. Asitokee mtu wa kusema kwamba mimi wakati hizi habari njema zinahubiriwa mimi sikuwepo wala sikusikia. Kwa hiyo kila kiumbe chini ya jua kitapata hizi habari njema, kitasikia, na wote wenye masikio watasikia. Kwa hiyo unaposikia habari hizi unajifunza nini au unatambua nini? Neno la Mungu nasema, tazama nipo mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua nitaingia kwake. Na Roho Mtakatifu kupitia kitabu cha Ufunuo wa Yohana alisema, kila mwenye masikio na asikie neno hili ambalo Kristo ayaambia makanisa au ambia ulimwengu. Kwa hiyo nipende kukupa nafasi wewe ambaye unataka kumpa Yesu Kristo Bwana maisha yako, ili anatawale maisha yako. Haangalii wingi wa dhambi, haangalii wingi wa makosa uliyofanya, kwa sababu hakuna dhambi chini ya jua inayozidi neema ya Mungu. Neema ya Mungu ipo juu. Kwa hiyo bado una nafasi, bado Mungu anaweza kukupa nafasi na ukatubu na ukaishi maisha mapya kabisa na Mungu akakufurahia. Kwa hiyo kama unahitaji kumrudia Mungu, ulikata tamaa, labda uliokoka ukarudi nyuma ukavunjika moyo, piga namba hizo hapo za simu chini au nitumie ujumbe mfupi, nitakupigia, tutashauriana na nitakupa maelezo, naweza nikakushauri, na Mungu wa mbingu akubariki. Pia karibu kwa kuchangia hii huduma.